Sasa namwita Mheshimiwa Deogratus Ndejembi, Waziri wa Nishati, kwa ajili ya kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nishati kwa mwaka wa fedha 26/27. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa leo katika bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini iliyochambua na kujadili bajeti ya Wizara ya Nishati fungu namba 58, bunge lako tukufu sasa likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2025/2026. Aidha, naomba bunge lako tukufu lijadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mwaka 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kuniwezesha kusimama mbele ya mkutano huu wa tatu wa Bunge la 13 ili kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara yangu ya Nishati kwa mwaka 2026/2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya bunge lako tukufu kuwasilisha hotuba kipekee kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa wizara hii ya nishati. Naomba niseme kuwa uteuzi huu ni dhamana na heshima kubwa kwangu katika kusimamia na kuendeleza sekta ya nishati ambayo ni kichocheo cha ukuaji wa sekta nyingine za kiuchumi na kijamii, maendeleo ya taifa na wananchi kwa ujumla. Ni rehema za Mungu na kwa kuzingatia miongozo na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, nitatekeleza majukumu yangu kwa weledi na uadilifu kwa kushirikiana na bunge lako tukufu na wadau wengine wa sekta ya nishati ili kuhakikisha maono ya Mheshimiwa Rais katika maendeleo ya sekta hii na taifa kwa ujumla yanafikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee naomba nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba 2025. Ushindi huo unadhihirisha kukubalika kwake kwa Watanzania kutokana na umahiri katika uchapakazi wake, ufuatiliaji katika utendaji wa serikali ili kuhakikisha sote tunawajibika ipasavyo katika kufikia matarajio ya Watanzania ya kuwaletea maendeleo. Kwa kuwa safari ya kuelekea kwenye maendeleo ya nchi yetu inahitaji ushiriki na uwajibikaji wa kila mmoja kwa kuzingatia nafasi, kipaji, uwezo na karma tuliobarikiwa na Mungu, nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania kuendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika kuliongoza taifa letu na kujiletea maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kwa kuchaguliwa kwake kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, nampongeza Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuchaguliwa kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumpongeza pia Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi, kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na washukuru kwa maelekezo na miongozo wanayonipa ambayo imekuwa chachu katika kuniwezesha kutekeleza majukumu yangu ipasavyo ya kusimamia na kuendeleza sekta ya nishati. Na wapongeza pia mawaziri wote kwa kuteuliwa kuongoza wizara mbalimbali katika awamu hii, pamoja na waheshimiwa wabunge wote walioaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwawakilisha katika bunge hili tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kuwapongeza wenye viti wa bunge kiwemo wewe Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa Njombe mjini, na Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, mbunge wa viti maalum, kwa kuchaguliwa kuwa wenye viti wa bunge hili. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa hekima na afya njema katika kutekeleza majukumu yenu ya kuwatumikia wananchi kupitia bunge hili. Nampongeza Mheshimiwa Subira Hamisi Mgalu, mbunge wa jimbo la Bagamoyo, kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, na Mheshimiwa Simon Songe Lusengekile, mbunge wa jimbo la Busega, kwa kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati hiyo. Aidha, na washukuru wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwa ushauri na maono yao katika kuendeleza na kusimamia sekta ya nishati. Naishukuru kamati kwa kupokea, kujadili na
na hatimaye kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yangu kwa mwaka 2026-2027 tarehe 24 Machi 2026. Na nitumie fursa hii kuahidi kuwa wizara itazingatia ushauri na mapendekezo yaliyotolewa na kamati kwa maendeleo ya sekta hii muhimu katika ukuaji wa sekta nyingine za kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru pia Katibu wa Bunge ndugu Baraka I. Leonard, makatibu wa kamati na watumishi wote wa ofisi ya Bunge kwa ushirikiano mkubwa wanaotupatia katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sina budi kuwashukuru kwa dhati viongozi wenzangu Wizara ya Nishati, Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba, mbunge wa viti maalum, naibu waziri wa Wizara ya Nishati, Mhandisi Felichismi Mramba, katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya umeme na nishati jadidifu, na Dr. James Mataragio, katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya mafuta na gesi asilia, kwa umahiri na umakini wao katika utekelezaji wa majukumu ya wizara pamoja na ushirikiano mkubwa wanaonipa katika kutekeleza majukumu tuliyokasimiwa na taifa letu. Niwashukuru pia makamishna, wakurugenzi, wakuu wa vitengo, wenye viti na wajumbe wa bodi za taasisi zilizo chini ya wizara, wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara na watumishi wote wa wizara na taasisi zake kwa ushirikiano wanaonipa pamoja na kutekeleza kikamilifu majukumu yao kwa kujituma na kuweka tija na ufanisi katika utendaji kazi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwashukuru wananchi wa jimbo la Chamwino kwa upendo, imani, uelewa na ushirikiano mkubwa wanaonipatia ambao umeniwezesha kutekeleza majukumu yangu ya kuwatumikia jimboni na kitaifa kwa mafanikio kupitia bunge lako tukufu. Niwaahidi wananchi wa jimbo la Chamwino utumishi uliotukuka katika kipindi chote nitakachokuwa nikiwawakilisha katika bunge hili tukufu, na kwamba tutaendelea kushirikiana bega kwa bega katika kuhakikisha changamoto zilizopo zinapatiwa ufumbuzi na jimbo linapiga hatua kubwa za maendeleo. Aidha, nimshukuru mke wangu mpendwa Bi Subira Rajabu pamoja na wanangu wote wapendwa kwa uvumilivu na ushirikiano mkubwa wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu ya kijimbo na kitaifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa napenda kutoa pole kwako, bunge lako tukufu likiongozwa na Mheshimiwa Musa Azan Zungu, bunge wa Ilala na spika wa bunge hili. Nitoe pole kwa familia, ndugu, jamaa na wananchi kwa ujumla kwa kuondokewa na wapendwa wetu Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, Mheshimiwa Halima Idi Nassor aliyekuwa mbunge wa viti maalum, na Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, na mbunge wa jimbo la Isimani. Wakati wote tutaendelea kuwakumbuka na kuenzi mchango yao katika maendeleo ya taifa letu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Amina. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kuwapa pole Watanzania wenzetu waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki na wengine waliopata madhara mbalimbali kutokana na ajali za barabarani na matukio mengine. Ninamwomba Mwenyezi Mungu awape subira waliopoteza ndugu zao, majeruhi wapone haraka na marehemu wote wapumzike kwa amani. Amina. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii imeandaliwa kwa kuzingatia maudhui ya hotuba ya Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusu mapitio ya utekelezaji wa kazi za serikali kwa mwaka 2025-2026 na mwelekeo wa kazi za serikali kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, maendeleo ya taifa lolote yanahitaji uhakika wa upatikanaji wa nishati kwa gharama nafuu. Ni kwa muktadha huo, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imeitambua nishati kama moja ya vichocheo vitakavyowezesha kufikiwa kwa malengo na shabaha za dira hiyo, ikiwemo kuwa na maisha bora na ustawi kwa wote. Hivyo, mwelekeo wa Dira 2050 katika sekta ya nishati ni pamoja na kuwezesha kuwepo kwa mfumo bora wa nishati safi uliostahimilivu, wenye ufanisi na kuaminika na wa gharama nafuu, kuwa na miundombinu thabiti ya nishati inayochochea maendeleo ya viwanda na ustawi wa kiuchumi na kijamii, na kuliwezesha taifa letu kuwa mzalishaji wa nishati inayokidhi mahitaji ya ndani
na moja ya wazalishaji wakuu wa nishati katika ukanda wa Mashariki na Kusini mwa Afrika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu imebarikiwa kuwa na vyanzo mbalimbali vya kuzalisha umeme, ikiwa ni pamoja na vyanzo vya maji, jua, upepo, gesi asilia, tunga motaka, joto ardhi na urani, vinavyotuwezesha kuwa na uhakika na usalama wa upatikanaji wa nishati ya umeme kwa maendeleo ya taifa letu. Katika mwaka 2025-2026, serikali imeendelea kuchukua hatua kuimarisha uzalishaji wa umeme nchini, ambapo hadi kufikia mwezi Machi 2026 uwezo wa mitambo ya kuzalisha umeme uliongezeka na kufikia megawati 4522.54 ikilinganishwa na megawati 4031.71 zilizokuwepo mwezi Machi 2025, sawa na ongezeko la asilimia 12.17 kama inavyofafanuliwa katika jedwali namba 1 na kiambatisho namba 1 cha hotuba yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili umeme unaozalishwa uweze kutumika na mlaji wa mwisho, hakuna budi kuwekeza katika miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme. Serikali imeendelea na jitihada za kuimarisha miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme nchini, ambapo hadi kufikia Machi 2026 urefu wa miundombinu ya kusafirishia umeme nchini ulikuwa umefikia jumla ya kilomita 8500.38 ikilinganishwa na kilomita 7809.67 zilizokuwa zimefikiwa Machi 2025, sawa na ongezeko la asilimia 9. Kwa upande wa miundombinu ya kusambaza umeme, urefu wa miundombinu hiyo umefikia kilomita 240,229.56 ikilinganishwa na kilomita 200,266.25 zilizofikiwa mwezi Machi 2025, sawa na asilimia 20 kwa mchanganuo uliopo katika jedwali namba 2 la hotuba yangu ukurasa wa 15. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali za ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na usambazaji wa umeme, kiwango cha upatikanaji wa umeme nchini, yani accessibility, kimeendelea kuongezeka kutoka wastani wa asilimia 78.4 mwaka 2020 na kufikia wastani wa asilimia 85.5. Aidha, kiwango cha wananchi waliounganishiwa umeme nchini, yani connectivity, kimeongezeka kutoka asilimia 37.7 mwaka 2020 hadi asilimia 52.1 kwa mwelekeo wa serikali ni kuunganisha jumla ya wateja wapya 8,300 ili kufikia asilimia 75 ya wananchi waliounganishwa na umeme ifikapo mwaka 2030. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zinazochukuliwa na serikali za kuwezesha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa ajili ya shughuli za kiuchumi na kijamii mijini, vijijini na vitongojini zimechochea kasi ya ukuaji wa mahitaji ya umeme nchini, ambapo yameongezeka na kufikia megawati 2199.06 yaliyofikiwa tarehe 4 Februari 2026, sawa na ongezeko la asilimia 15.24 ikilinganishwa na megawati 1908.15 zilizofikiwa tarehe 20 Februari 2025. Kumradhi. Jedwali namba 3 katika hotuba yangu ukurasa wa 17 linafafanua kwa kina kuhusu mwenendo wa ukuaji wa mahitaji ya umeme nchini katika mwaka 2025-2026 ikilinganishwa na mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, sambamba na kuimarika kwa upatikanaji wa umeme nchini, nchi yetu pia imeendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa bidhaa ya mafuta ya petroli, yani petroli, diesel, mafuta ya taa na mafuta ya ndege, pamoja na kuwepo na changamoto za upatikanaji wa bidhaa hizi na kuongezeka kwa gharama za upatikanaji wake kilichosababishwa na vita baina ya Marekani, Israel na Iran. Vita hiyo imesababisha kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, yani Strait of Hormuz, unaopitisha zaidi ya asilimia 20 ya mafuta yote duniani, kuathiri visima vya mafuta, mitambo ya kuchakata mafuta ghafi, yani refineries, na maghala ya kuhifadhi mafuta, na hivyo kuathiri mnyororo mzima wa upatikanaji wa mafuta duniani kote. Mheshimiwa Mwenyekiti, vita hii imeathiri sana nchi za Mashariki ya Kati, yani Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Bahrain, Oman na Kuwait, ambapo nchi yetu inaagiza kiasi cha asilimia 59 ya mafuta yake, ambapo nchi yetu pia inaagiza kiasi cha asilimia 41
ya mafuta kilichosalia kinatokea nchini India, ambapo pia na wao hutegemea kupata mafuta ghafi kutoka Mashariki ya Kati. Hatua zilizochukuliwa na serikali ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta ni pamoja na kuliwezesha Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, ambalo ni shirika la taifa la mafuta, kuagiza kiwango cha mafuta kinachotosheleza kipindi cha miezi mitatu ijayo. Aidha, serikali inaendelea kufuatilia kwa ukaribu mwenendo wa upatikanaji wa mafuta duniani na itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kimkakati ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na uhakika wa upatikanaji wa mafuta na hivyo kutoathiri utekelezaji wa shughuli za kiuchumi na kijamii hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, uzalishaji wa gesi asilia nchini katika kipindi hiki ulikuwa futi za ujazo milioni 41,530.94 kutoka katika vitalu vya Songosongo, Mnazi Bay, ambazo Songosongo hutoa futi za ujazo milioni 17,945 na Mnazi Bay futi za ujazo milioni 23,585. Gesi asilia hiyo ilitumika katika uzalishaji wa umeme viwandani, katika vyombo vya moto, taasisi na majumbani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 serikali kupitia Wizara ya Nishati iliendelea na utekelezaji wa programu, miradi na kazi mbalimbali zinazohusu uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme vijijini na mijini na vitongojini, utafutaji na uendelezaji wa mafuta na gesi asilia, pamoja na kuendelea na matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini, ambapo mafanikio mbalimbali yalipatikana kama yanavyoelezwa kwa kina katika sehemu B ya hotuba yangu ukurasa wa 21 hadi 142. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Nishati kwa mwaka 2025-2026 iliidhinishiwa kutumia jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 965 milioni 745,445 elfu, ambapo shilingi trilioni 1 bilioni 886 milioni 513,219 elfu sawa na asilimia 95.97 ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na shilingi bilioni 79 milioni 232,226 elfu sawa na asilimia 4.03 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi mwishoni mwa Machi 2026 wizara ilipokea jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 282 milioni 833,545,238, ambapo shilingi bilioni 17 milioni 281,222,461 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 1 bilioni 265 milioni 552,322,777 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 serikali iliendelea na utekelezaji wa miradi ya uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme ili kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na umeme wa kutosha na wa uhakika kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii, ambapo utekelezaji ulikuwa kama ifuatavyo: uzalishaji wa umeme kupitia mradi wa kuzalisha umeme wa Julius Nyerere wa megawati 2115 uliendelea kupitia mitambo yote 9 ya uzalishaji kwa kuzingatia mahitaji ya umeme uliopo. Awamu ya kwanza ya utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa jua mkoani Shinyanga megawati 150 iliyohusisha uzalishaji wa megawati 50 ilikamilika na umeme huo umeingizwa kwenye gridi ya taifa. Aidha, mradi huu ni wa kihistoria kwani ni wa kwanza kutekelezwa na serikali kati ya miradi ya kuzalisha umeme kwa kutumia chanzo cha nishati jua, hivyo umewezesha kuongezeka wigo wa vyanzo mbalimbali vya kuzalisha umeme hapa nchini. Utekelezaji wa mradi wa kuzalisha umeme wa kutumia maji wa Malagarasi megawati 49.5 uliendelea, ambapo upande wa ujenzi wa kituo cha uzalishaji umeme umefikia asilimia 23.73. Aidha, serikali imekamilisha ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme ya msongo wa kilovolti 132 yenye urefu wa kilomita 54 kutoka Malagarasi hadi Kidahwe
pamoja na kusambaza umeme katika vitongoji 18 vilivyomo ndani ya vijiji 7 vilivyopitiwa na mradi, ambapo jumla ya wateja 750 zikiwemo shule, vituo vya afya na kaya wamenufaika na mradi huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa usafirishaji wa umeme, ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma yenye urefu wa kilomita 345 umefikia asilimia 74.13, ambapo utekelezaji wa miradi mingine ni kama ifuatavyo. Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Iringa hadi Sumbawanga kupitia Mbeya na Tunduma yenye urefu wa kilomita 616.5 pamoja na ujenzi wa vituo vya kupoza umeme katika maeneo ya Iringa, Kisada, Iganjo, Tunduma na Sumbawanga umefikia asilimia 77.06. Serikali imeendelea na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme ya msongo wa kilovolti 220 kutoka Songea, Tunduru, Masasi, Maumbika yenye urefu wa kilomita 519.5 na vituo vya kupoza umeme vya Masasi na Maumbika, ikiwa ni hatua ya kuunganisha mikoa ya Lindi na Mtwara kwenye gridi ya taifa. Mradi wa ujenzi wa njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze, Kinyerezi, Mkuranga yenye urefu wa kilomita 135.5 umefikia asilimia 60.61. Mradi wa ujenzi wa kituo cha kupoza umeme cha Ibadakuli, Shinyanga umefikia asilimia 48.8, na kwa upande wa mradi wa gridi imara utekelezaji wake umefikia asilimia 54, ambapo miradi mbalimbali imekamilika na utekelezaji wa miradi mingine ya gridi imara unaendelea kama inavyoonekana katika kiambatisho namba 3 cha hotuba yangu ukurasa wa 216 hadi 217. Serikali imekamilisha kuunganisha mkoa wa Katavi katika gridi ya taifa na hivyo kuimarisha upatikanaji wa umeme katika mkoa huo pamoja na kuipunguzia TANESCO gharama ya uzalishaji wa umeme kwa kutumia mafuta katika mkoa huo, ambapo jumla ya shilingi bilioni 68.4 zimeweza kuokolewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa miradi mingine ya kusafirishia umeme uliendelea ikiwa ni pamoja na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme msongo wa kilovolti 220 kutoka Benako hadi Kiaka, ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme kwa ajili ya treni ya SGR Lot 3, SGR Lot 4 na SGR Lot 5, na ujenzi wa njia ya kusafirishia umeme yani submarine cables msongo wa kilovolti 220 kutoka Tanzania bara kwenda Zanzibar na Mafia, ambapo utekelezaji upo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwelekeo wa serikali ni kuhakikisha vitongoji vyote 64359 vya Tanzania bara vinafikiwa na umeme ifikapo mwaka 2030. Ili kufikia azma hiyo, serikali ilianza utekelezaji wa miradi mikubwa wa kupeleka umeme katika vitongoji 9009 ambapo utakamilika kupeleka umeme katika vitongoji hivyo 9009 katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Hatua hii ni pamoja na miradi inayoendelea kutekelezwa ya kupeleka umeme vitongojini itakayowezesha vitongoji 50,453 sawa na asilimia 78.4 ya vitongoji vyote vya Tanzania bara kufikiwa na huduma ya umeme ifikapo mwaka 2028. Hatua ambayo itachochea kasi ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii vitongojini pamoja na utoaji wa huduma bora katika maeneo hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua nyingine zilizochukuliwa na serikali kuhusu kupeleka nishati vijijini ni pamoja na kuanza utekelezaji wa mradi wa kuongeza uunganishaji wa wateja katika vitongoji, yani Universal Hamlet Electrification and Last Mile Customers Connectivity katika mikoa ya Pwani, Morogoro na Dodoma, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mahususi wa nishati ya taifa, yani National Energy Compact, ulioidhinishwa katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa Afrika Mission 300 mwezi Januari 2025. Vile vile, utekelezaji wa mradi wa kupeleka umeme katika vitongoji 3060 sawa na vitongoji 15 katika kila jimbo uliendelea na kufikia asilimia 80 za utekelezaji. Aidha, serikali iliendelea na utekelezaji wa mradi ya kupeleka umeme katika vitongoji vya mkoa wa Songwe, Kigoma na Lindi pamoja na maeneo ya migodi midogo midogo ikiwemo iliyopo Chunya mkoani Mbeya na kwa Msisi Handeni mkoani Tanga, na viwanda na kilimo katika mkoa wa Ruvuma, Njombe, Mbeya na Rukwa
ili kuchochea shughuli za kiuchumi katika mikoa hiyo ambapo utekelezaji upo katika hatua mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuhakikisha kuwa maeneo yaliyo mbali na gridi ya taifa yanafikiwa na huduma za umeme, serikali kupitia REA iliendelea na utekelezaji wa mradi wa kusambaza mifumo ya jua inayojitegemea, yani Solar Home Systems SH, katika makazi 20,000 katika visiwa vidogo 143 vilivyopo katika bahari ya Hindi, ziwa Victoria na ziwa Tanganyika, ambapo hadi Machi 2026 jumla ya makazi 1302 yalikuwa yamefungiwa mifumo hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 uliozinduliwa mwezi Mei 2024 wenye lengo la kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kiafya na kimazingira na kuwezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa wananchi na katika taasisi hususan zinazohudumia watu zaidi ya 100.